Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeteuliwa kuwania tuzo ya klabu bora ya Afrika kwa mwaka 2025. Bwana, Simba Sports Club inawania tuzo hizo pamoja na vilabu kama Pyramids kutoka Misri, lakini RC Berkane, Mamelodi Sundowns, ASEC Mimosas, Orlando Pirates, Stellenbosch kutoka Afrika Kusini, CS Constantine kutoka Algeria, CR Belouizdad kutoka Algeria pamoja na Al Hilal kutoka Sudani. Kwa hiyo hivyo ndivyo vikosi ambavyo vinawania ile tuzo ya klabu bora ya mwaka Afrika. Bwana, kutokana na mwendelezo mzuri wa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michuano ya kimataifa, wakifika hatua ya robo finali kama kawaida, kutinga hatua ya makundi kama kawaida, lakini tuliona msimu uliopita wakicheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RC Berkane kutoka Morocco. Bwana, mafanikio hayo ndio ambayo yanaifanya wekundu wa Msimbazi Simba kuwa timu pekee kutoka Afrika ya Mashariki na Kati kuingia kwenye top 10 ya zile timu ambazo zinawania timu bora kutoka bara la Afrika. Lakini pia kwa upande wa Pyramids tunafahamu hawa ndio mabingwa watetezi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, wakichukua ubingwa mbele ya Mamelodi Sundowns. Wao pia wameingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Lakini pia kama ambavyo nimekujuza, Al Hilal mwendelezo mzuri kabisa kwenye michuano ya kimataifa. Mamelodi kama kawaida nao pia wameendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wame deserve kuingia kwenye hiki kinyang'anyiro cha kuwania klabu bora ya Afrika. Moja kati ya jambo ambalo ni la kushangaza ni kutokuwepo kwa Al Ahly kutoka nchini Misri, moja kati ya kigogo ambaye ndiye bingwa mara nyingi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwenye hizi tuzo hayumo, na ni kutokana pengine na kuanza kushuka ama performance kuanza kushuka kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo unaweza kuona vilabu ambavyo vimeingia ni Pyramids ambao wanatoka Misri, RC Berkane, Mamelodi Sundowns, ASEC Mimosas, Orlando Pirates, Stellenbosch, CS Constantine na CR Belouizdad pamoja na Al Hilal. Kwa hiyo Al Ahly wao hawamo kabisa. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini ukiachana na hizo tuzo za timu 10 zinazo wania tuzo ya klabu bora barani Afrika, bwana, Shomari Kapombe, moja kati ya fullback ambaye ameendelea kufanya vizuri. Unapozungumzia fullback ambaye anafanya vizuri kwa ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati, huwezi kumwacha Shomari Kapombe. Bana, yeye pia ni moja kati ya mchezaji ambaye amechaguliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa kiume wanaotoka ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo mlinzi wa Simba Shomari Kapombe ameingia kwenye orodha hiyo ya nyota 10 wanaowania mchezaji bora wa Afrika 2025 kwa wachezaji wa ndani. Wachezaji wa mwingine ni Ismail Belkacemi kutoka Al Ahly kutoka Libya, Blati Tule kutoka Mamelodi Sundowns, Issouf Dayo kutoka ndani ya klabu ya RC Berkane, beki kisiki na nahodha wa klabu ya RC Berkane, Fiston Kalala Mayele, top scorer wa msimu uliopita wa klabu bingwa barani Afrika. Bwana, ameendelea kuonyesha Afrika kwamba kila sehemu ambapo pengine weka tuzo ya kumtaka mchezaji bora, yeye atakuwepo kutokana na kila ambacho ameendelea kukifanya. Kwa hiyo naye pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wako kwenye ile orodha ya wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa kiume kwa wachezaji wanaocheza ndani ya bara la Afrika. Lakini Mam Ashur kutoka Al Ahly yumo, Ibrahim Adel kutoka Pyramids yumo, Mohamed Himmat kutoka FAR Rabat yumo, Mohamed Chibi kutoka Pyramids yumo, lakini Osama Lamlou yumo kutoka RC Berkane, mshambuliaji huyu hatari kabisa, pamoja na Shomari Kapombe. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo pia Pyramids wameongoza kwenye kutoa wachezaji ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa kiume anayecheza ligi ya ndani, kwa maana ya wametoa wachezaji 4 kuwania
tuzo hiyo. Brati Tule, Fiston Mayele, Ibrahim Adel pamoja na Mohamed Chibi. Hao ndio wachezaji ambao toka ndani ya klabu ya Pyramids wanawania tuzo ya mchezaji bora wa kiume wanaocheza ligi ndani ya bara la Afrika. Lakini kwa upande wa RS Berkane wao wametoa wachezaji wawili, Isofu Dayo pamoja na Osama Lambrui. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na tuzo ambazo zinawenda kuwaniwa ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo Shomari Kapombe, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hongereni kwa kuchaguliwa kuwania tuzo hizo. Kwa upande wa Shomari Kapombe kuwania mlinzi bora ambaye anacheza ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo iko hivyo, na beki wa kulia huyo wa Simba Shomari Kapombe anaweka sasa naye rekodi nyingine kubwa kwenye karia yake ya soka, akiingia kwenye hiyo top 10 ya wachezaji ambao wanawania tuzo bora ya mchezaji wa ndani kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mara baada ya taarifa hiyo, ama mara baada ya CAF kuweza kuwateua kuwania tuzo hiyo ya klabu bora barani Afrika, lakini pia kwa mlinzi wa klabu hiyo Shomari Kapombe pia kuwania tuzo ya mlinzi bora anacheza ligi ya ndani kwa maana ya bara la Afrika. Wekundu wa Msimbazi Simba wamechapisha pia ujumbe kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram wakiandika kwamba kuiona timu ambayo inawania tuzo ya klabu bora Afrika 2025 angalau uwe na shilingi 5,000 kwa tiketi ya mzunguko. Sisi so watu wa bure. Moja kati ya ujumbe ambao umeandikwa kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram, na hiki huu ujumbe unaenda mahala na najua tunaelewana kwa nini Simba wameandika hivi. Sasa kwenye comment mara baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuachia ujumbe huo, huyu anasema hii hapa klabu kubwa Tanzania na Afrika. Huyu anasema admin apewe ulinzi, anaweza kuteko sawa na nyuma mwiko. Anasema hatuwezi kumuona Ngolo Kante na Kasedo bure, haiwezekani. Anasema sisi so bure, Simba ni moja tu, tukutane kwa Mkapa tukaenjoy kumwangalia mnyama akiwa anamchinja singizini bila huruma. Tunafahamu Wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kuvaana na Singizini Hotspurs kutoka Eswatini siku ya tarehe 26 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo tunafahamu mchezo wa kwanza Simba iliibuka na ushindi wa goli 3-0, na mchezo wa marejano unakwenda kupigwa tarehe hiyo ya 26, na tayari viingilio vimeshakwisha kutangazwa na mzunguko utakuwa ni shilingi 5,000. Wakati vilabu vingine Yanga dhidi ya Silver Strikers tarehe 25, mchezo unapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa ni bure. Lakini pia Azam FC wametangaza kwamba mchezo wao wa marejano dhidi ya KMK itakuwa pia ni bure. Kwa hiyo iko hivyo bana. Tunasema tunaweza tukajaza uwanja kabla yao ya wale wa kujaza uwanja Mkapa bure, bila kusahau supu. Kama unakubali Simba weka like hapa. Mnasema kabisa, mnasema naombea kwa Mungu watani zangu washinde japo 2-1 wakomboe taifa. Mnasema mnavyotu sakama ni kama sawa. Mnasema tunastahili kuwa klabu bora Afrika. Mnasema zisi Simba. Mnasema nguvu moja. Mnasema hatutaki bure, raha ya starehe igaramie. Mnasema chama kubwa. Mnasema wanaingia sawa. Inasema huu mwandiko mbona kama Ahmed Ali. Mnasema unafika finali ya CAF alafu unawania kategori ya pili tu. Yanga waliwania kategori ya 4, ina maana hawakubahatisha kuingia finali. Wanajaribu kuzungumza hivyo. Nasema kwa ile style ya kuingia bure alafu niambie thamani yao ni ile, sio kweli. Nasema watoto wa Msimbazi bana. Hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuchaguliwa kuwania tuzo ya klabu bora kwa vilabu kutoka barani Afrika. Kwa hiyo iko hivyo, na ndio klabu pekee kutoka ukanda Afrika Mashariki na Kati ambayo imetajwa kuwania tuzo ya klabu bora Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo nimeona nikusogezee kuhusiana na Wekundu wa Msimbazi Simba kuwania tuzo hiyo. Lakini mlinzi Shomari Kapombe pia usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.